Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo ni Julai 25 mwaka wa 2026. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu. Tuombe. Baba yetu mwema, uishe mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu, tunaomba ukaturehemu, ukatupatie amani na ukatusaidie tutembee katika njia yako. Leo tutaenda kujifunza mada nzuri kabisa. Roho wako Mtakatifu akae pamoja na kila mmoja wetu, akatufundishe kuelewa haya tujifunzayo, na akatusaidie tuweze kupokea neno hili tukaliishi katika maisha yetu. Neema yako yatosha na pendo lako latubidisha. Tusaidie leo tufanyapo kazi, ukatubariki zaidi sana, utembee na kila mmoja wetu katika hatua zake, na jina lako litukuzwe, kwani utafanya hivyo na kuzidi, katika jina la Yesu, amina. Hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu. Hii ni mada iliyojengeka katika kitabu cha waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho, sura ya 4 aya 7. Neno la Mungu linasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Wanafunzi wote walikuwa na makosa makubwa wakati Yesu alipowaita katika utumishi wake. Hata Yohana, ambaye alikuwa na uhusiano wa karibu sana na yule aliye mpole na mnyenyekevu, mwenyewe kwa asili hakuwa mpole na mtiifu. Yeye pamoja na nduguze waliitwa wana wa ngurumo. Walipokuwa pamoja na Yesu, dharau yoyote iliyoonyeshwa kwake iliamsha hasira yao na hisia za upiganaji. Hasira mbaya, kisasi, roho ya kukosoa, vyote vilikuwa ndani ya huyu mwanafunzi mpendwa. Alikuwa na kiburi na mwenye tamaa ya kuwa wa kwanza katika ufalme wa Mungu. Lakini siku baada ya siku, kinyume na roho yake ya ukali, aliona upole na ustahimilivu wa Yesu na kusikia mafundisho yake ya unyenyekevu na uvumilivu. Alifungua moyo wake kwa ajili ya mvuto wa Mungu, na akawa si msikiaji tu, bali mtendaji wa maneno ya Mwokozi. Nafsi ilifichwa ndani ya Kristo. Alijifunza kuivaa nira ya Kristo na kuubeba mzigo wake. Yesu aliwakaripia wanafunzi wake, aliwaonya na kuwashauri. Lakini Yohana na ndugu zake hawakumwacha. Walimchagua Yesu, ijapokuwa makaripio hayo yalikuwepo. Mwokozi hakujiondoa kutoka kwao kwa sababu ya udhaifu wao na makosa yao. Waliendelea hadi mwisho kushiriki majaribu yake na kujifunza masomo ya maisha yake. Kwa kumtazama Kristo walibadilishwa tabia. Kama wawakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hawachagui malaika ambao kamwe hawajaanguka, bali wanadamu, watu wenye hisia zinazofanana na za wale wanaotafuta kuwaokoa. Wakiwa wamekuwa hatarini wao wenyewe, wanafahamu hatari na ugumu wa njia, na kwa sababu hii wanaitwa kuwafikia wengine walio katika hatari kama hiyo. Kuna roho zilizochanganyikiwa kwa mashaka, zilizolemewa na udhaifu, dhaifu katika imani na haziwezi kumfahamu asiyeonekana. Lakini rafiki ambaye wanaweza kumwona akija kwao badala ya Kristo, anaweza kuwa pete ya kuunganisha ili kushikilia imani yao itetemekayo juu ya Kristo.
Tunapaswa kuwa wafanyakazi pamoja na malaika wa mbinguni katika kumwasilisha Yesu kwa ulimwengu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Julai 25, tukiangazia mada isemayo hakuna hata mmoja aliyekuwa mkamilifu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Na sasa tumetambua yajayo hatuyahofu, mweza wa yote asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposoma